Serikali ya awamu ya 6 yapongezwa kwa maboresho makubwa kwenye sekta ya hifadhi ya jamii, na mkandarasi akabidhiwa rasmi eneo la mradi wa ujenzi wa uwanja wa mpira wa miguu wa Dodoma ili kuanza kazi. Habari za asubuhi watazamaji wetu, karibuni kwenye kipindi cha Asubuhi Njema ambapo tunakuwa na taarifa ya habari, na baada ya hapo tutapata fursa ya kuangalia vichwa vya habari vya kipaumbele katika magazeti yaliyotufikia hivi leo. Jina langu ni Dorcas Ramos. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu, Ridhiwani Kikwete amesema katika kipindi cha miaka 4 ya uongozi wa serikali ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Watanzania wameshuhudia maboresho makubwa katika sekta ya hifadhi ya jamii. Waziri Kikwete ametoa taarifa hiyo jijini Dar es Salaam wakati wa uzinduzi wa bodi ya mfuko wa hifadhi ya jamii kwa watumishi wa umma PSSSF, ambapo pamoja na mambo mengine ameitaka bodi hiyo mpya kuhakikisha inaongeza kasi ya uandikishaji wa wanachama, ukusanyaji wa michango pamoja na ulipaji wa mafao. Misingi hii ni muhimu ya kuhakikisha kwamba mfuko wetu unafanya kazi kwa ufanisi, usawa na kutoa haki. Misingi hii inalenga kutuwekea uwajibikaji na kuhakikisha kuwa kila mtumishi anawajibika katika eneo lake la kazi, anakuwa na mwadilifu kwa kupenda maendeleo, kupinga rushwa, kuweka ubunifu na kubuni mbinu mpya za kuboresha huduma ya kazi, ushirikiano kazini kwa kuimarisha ushirikiano baina yenu na watumishi na viongozi, lakini msisitizo mkubwa ukiwa ni uwazi katika kutoa taarifa za shughuli za mfuko ili kuongeza uaminifu na ufanisi. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa mfuko wa PSSSF Abdurazaki Badru amejivunia mafanikio makubwa yaliyopatikana, huku akieleza mafanikio hayo yanatokana na ushirikiano mzuri uliopo miongoni mwa wafanyakazi wa mfuko huo, ambayo ni nzuri sana. Watumishi ambao watenda kazi wako vizuri sana, na sisi wenyewe tuko vizuri, na tunazo nyenzo na rasilimali za kutosha kutenda kazi na kutimiza majukumu yetu ya kusimamia maslahi ya wanachama, kukusanya michango, kulipa mafao, kufanya shughuli za uwekezaji wenye tija katika sehemu ambazo zinarejesha tija na kuongeza thamani ya kitega uchumi cha mfuko huu. Naye mwenyekiti wa bodi hiyo Joyce Mapunjo akitoa salamu za shukurani kwa niaba ya ujumbe wenzake amemshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kumwamini na kumteua kushika wadhifa huo, na kumwahidi waziri kwamba bodi hiyo itafanya kazi kwa mujibu wa sheria na taratibu. Kwa hiyo sisi tumesema kwamba tumepewa kazi ambayo sio nyepesi. Kazi sio nyepesi. Lakini not only that, terms of reference za PSSSF zina impact kubwa sana katika uchumi, na ndio maana wamesema kwamba katika kile kipengele cha uwekezaji lazima tuwe makini kuwekeza kitu ambacho kina add value. Lakini la muhimu zaidi, mimi pia ni mdau muhimu, mimi pia ni mstaafu. Kwa hiyo pia katika wale stakeholders mmoja wapo ni wastaafu. Kwa hiyo tutahakikisha kwamba kila kitu kinaenda vizuri kusiwe na malalamiko. Hamisi Mkotia, Channel 10, Dar es Salaam. Siku 9 za kutoa huduma ya msaada wa kisheria kwa jamii kupitia Samia Legal Aid zinaanza rasmi mkoani Arusha leo Ijumaa Machi 28, huku mkuu wa mkoa huo Paul Makonda akionya utekelezaji wa kampeni hiyo utaambatana na kuwabaini watumishi wa umma ambao wamekuwa chanzo cha migogoro pamoja na kuwakosesha haki wananchi. Akizungumza katika mafunzo kwa timu ya wataalamu wa sheria pamoja na maafisa wa ustawi wa jamii watakaotoa huduma hiyo katika wilaya zote 6 za mkoa wa Arusha, Makonda ameeleza kwamba mtumishi atatambuliwa na wananchi kuwa ni chanzo cha kero atachukuliwa hatua za kinidhamu. Sasa wapo watu ambao wananchi wanaojua kabisa huyu ni tatizo. Watendaji wa mkoa wa Arusha ambao nyinyi mmekuwepo kwenye ardhi, mmekuwepo kwenye maendeleo ya jamii, mmekuwepo kwenye madawati ya ukatili wa kijinsia, mmekuwepo kwenye mambo ya uhamiaji, kokote kule, ni wakati wa kujipima. Na mwishowe tutaomba wizara yetu kupitia mkurugenzi wetu watupe ripoti ya watendaji kazi wetu, tupate ripoti ya wafanyakazi katika serikali ya mkoa wa Arusha, namna wanavyowahudumia watu. Yani Samia Legal Aid inaenda kutumika kama kipimo cha kuangalia mifumo yetu, sheria zetu, watu wetu na wananchi wanapataje huduma kupitia hizo nafasi zetu. Kwa upande wake, mkurugenzi wa msaada wa kisheria kutoka Wizara ya Katiba na Sheria
Esther Msambazi ameeleza uzoefu uliobainika kutoka mikoa mbalimbali iliyofikiwa na huduma hiyo, ikiwemo maeneo mengi kukumbwa na idadi kubwa ya migogoro ya ardhi. Maelekezo ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kwamba wataalamu au watumishi wa halmashauri watakokuwa wanalalamikiwa tumwasilishie taarifa. Na ni kweli kuna baadhi ya maeneo mkipita wanamkataa afisa ardhi. Sisi hili tumelipokea, tutalifanyia kazi na tutawasilisha taarifa kwake. Kero kubwa za wananchi katika mikoa ambayo tumepita ni ardhi. Asilimia zaidi ya 80 ni ardhi. Na ardhi unaiona ni kubwa kwa sababu imechanganyika. Kuna ardhi kama ardhi, lakini kuna ndoa ina ardhi ndani yake, kuna mirathi na ardhi ndani yake. Kwa hiyo ardhi imekuwa ni changamoto kubwa sana. Msaada wa kisheria kupitia kampeni ya Samia Legal Aid umetajwa kwamba ni mwarobaini wa kupunguza uchapushaji wa haki za wananchi. Wote tulikaa pamoja, walionunua shamba, waliouza, tukafikia mwafaka na tumeona haki yetu tumetendewa. Ni Novatus Makunga, Channel 10, Arusha. Wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA imebainisha nia ya kujikita kwenye ujenzi wa madaraja ya mawe na barabara za mawe kama njia mojawapo muhimu ya kupunguza gharama, lakini pia ili miundombinu hiyo iweze kudumu kwa muda mrefu zaidi. Akizungumza katika semina fupi na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, mhandisi mshauri wa TARURA anayeshughulikia ujenzi wa madaraja na barabara za mawe Fares Ngeleja amesisitiza kuwa teknolojia hiyo mpya ina faida nyingi, mojawapo ikiwemo utengenezaji wa fursa nyingi za ajira, ambapo pia madaraja hayo ya mawe yameimarisha shughuli za kijamii na kiuchumi, lakini pia kupunguza gharama za ujenzi kwa asilimia 80. Wakati mwingine ambao tunao ambao tayari tumesha ukamilisha ni kutengeneza curriculum na watu wa VETA, na tumeshaingia makubaliano na imeshaandaliwa ile curriculum kwamba mtoto sasa anaweza kaenda kusomea ujenzi wa madaraja ya mawe. Kozi inakuwepo kabisa kule VETA. Na ni fursa kwa sababu tunapoelekea tutajenga madaraja mengi zaidi na ita create employment kwa vijana wetu ambao watakutokea VETA. Akizungumza kwa niaba mkurugenzi mkuu wa TARURA, meneja wa TARURA mkoa wa Dar es Salaam, mhandisi Geoffrey Mkinga ameelezea namna wakala huo ulivyojipanga kuhakikisha inapunguza barabara za vumbi katika jiji la Dar es Salaam kwa asilimia 80 ili ziwe katika kiwango cha lami, huku pia akiongelea kukamilika kwa ujenzi wa barabara ya Tore iliyopo Masaki jijini Dar es Salaam. Tunajitahidi kuondoa vikwazo vile vinavyowashindisha watu kufika kwenye maeneo yao ya huduma na kibiashara. Kwa hiyo tunafanya hizo kazi za matengenezo madogo madogo kwenye barabara ambazo mpya na ambazo ili zisiharibike, lakini pia tunafanya huo ujenzi maeneo korofi, lakini pia tunafanya ujenzi mpya kabisa wa barabara ambao tumeugawanya sasa. Kwenye ujenzi mpya ndio utakuta kuna miradi kama DMDP, kuna miradi kama tunaita miradi ya rehabilitation, utakuta kwenye bango kumeandikwa rehabilitation au upgrading, unaipandisha barabara kutoka kwenye hadhi ya gravel kwenda hadhi ya lami. Barabara hii yenye Tore Drive yenye jumla ya kilomita 3.5 ilijengwa na mkandarasi Esteem Construction Company Limited Tanzania na imesimamiwa na TARURA. Barabara hii imeanza ujenzi mwaka 2022 na ikamilika 2023. Jumla ya muda wa miezi 12. Kutoka Dar es Salaam, Kisa Mwepiana, Channel 10. Mfuko wa mawasiliano kwa wote UCSAF umeendelea kuimarisha miundombinu ya kidigitali nchini, ambapo kupitia mradi wa ujenzi wa minara 758 vijiji 1407 katika kata 713 kwenye wilaya 127 za mikoa 26 ya Tanzania bara zinatarajia kunufaika na huduma hizo. Hayo yameelezwa jijini Dodoma na afisa mtendaji mkuu wa UCSAF mhandisi Peter Mwasalianda wakati akizungumza na waandishi wa habari kuhusu mafanikio ya mfuko huo kwa kipindi cha miaka 4 ya serikali ya awamu ya 6. Kwenye mradi huu vijiji 1407 vitanufaika kwa kupata huduma za mawasiliano, kata 713 zitanufaika na wilaya zote 127 zimeguswa na mikoa yote 26 ya Tanzania bara
inafikiwa na mradi huo. Na jumla na wananchi, idadi ya wananchi ambayo watanufaika ni 8.5 milioni. Kwa hiyo angalia, kuna wananchi wengi bado hawana huduma za mawasiliano. Akizungumzia jitihada za kukuza ushiriki wa mabinti kwenye masomo ya sayansi na tehama, amesema UCSAF imeanzisha programu maalum ya msichana na tehama. Sisi kama mfuko wa mawasiliano, katika kuongeza chachu ya mabinti zetu wapende masomo ya haya teknolojia na hesabu na sayansi, huwa kila mwaka mwezi wa 4 tunafanya maadhimisho ya wasichana na tehama. Huwa tunaita wasichana na tehama. Kwa hiyo huwa tunachukua wanafunzi nchi nzima, tunawaweka, wanashindana, wanatengeneza program mbalimbali, na baadaye tunaweka katika kila kanda. Tunakuwa tuna kanda kama 7 hivi, tunawaweka. Wakati huo huo, taasisi ya jiolojia na utafiti wa madini nchini GST imekiri kuwa katika kipindi cha miaka 4 ya serikali ya awamu ya 6 imefanikiwa kuongeza makusanyo ya ndani kutoka wastani wa bilioni 1.25 kwa mwaka 2021 hadi kufikia bilioni 2.39 kwa mwaka 2023-2024. Ongezeko hili limepatikana kupitia mageuzi na maboresho mbalimbali ya kiutendaji yaliyofanyika katika kipindi husika, ambayo yaliongeza ubora wa huduma zitolewazo na GST. Akihitimisha mikutano ya taasisi za serikali na waandishi wa habari, Katibu Mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, ambaye pia ni msemaji mkuu wa serikali, Gelson Msigwa, amesema hadi kufikia Machi 27, taasisi 35 tayari zimewasilisha taarifa za mafanikio yao kwa kipindi cha miaka 4. Kazi kubwa zimefanyika katika kipindi hiki cha miaka 4 na Watanzania wote mmekuwa wafuatiliaji, na kazi hizi zimetokana na dhamira, maono, nia na msimamo alionao Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kutoka jijini Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Wanawake wa jamii ya Kimasai wilayani Monduli mkoani Arusha wamebainika kuwa waathirika wakubwa wa athari za mabadiliko ya tabia nchi, hali inayoongeza changamoto za maisha yao, ikiwemo wanaume kuhama majumbani kwenda kutafuta malisho na maji. Wakati wanaume wakihama kutafuta malisho na maji, wanawake wanalazimika kubeba mzigo wa familia, huku ukosefu wa maji na uvamizi wa wanyamapori hususan tembo ukiwafanya washindwe kulima na kuendesha maisha yao kwa uhuru. Hayo yamebainika katika warsha ya uwezeshaji na uongozi ustahimilivu kwa ushirikiano kwa maendeleo ya watu wa asili iliyoandaliwa na Shirika la Utafiti, Maendeleo na Huduma kwa Jamii, CODES. Tunaye shida kubwa sana kwa sababu hatulimi, pia tuna shida ya maji kwa ajili ya matembo. Tukichimba mabwawa, tembo wanafamia, wanakunywa. Tukipanda mashamba, tembo wanafamia mpaka wanaingilia manyumbani. Kwa hiyo sisi tuna miaka 20 hatulimi. Wakati huo mifugo wanavohama, wazee wanatoka manyumbani, wanahama. Sisi wanawake huku nyumbani tunabaki kulea tu watoto, kwa sababu wame hawapo, wamehamisha mifugo. Unapata shida nyingi kwa sababu mpaka umsubiria atoke kule ndo uje upate mambo ya chakula sasa. Na hata wakati kama huo, kama maji imekatika kule, majani imebaki lakini maji sasa itakuwa imeisha. Mifugo wenyewe wamekondeana. Bado unasubiri mzee aje auze wale ng'ombe. Sasa wale ng'ombe wenyewe bei imekuwa ni ya chini tena, alafu chakula tunahitaji. Na ni mpaka waje na wale mifugo ndio tuwauze ndio tupate chakula. Kwa upande wake Nginai Lepilal, meneja wa Shirika la Utafiti, Maendeleo na Huduma kwa Jamii, CODES, amesema mradi huo unalenga kuwezesha wanawake kiuchumi, kukabiliana na umasikini pamoja na ukatili wa kijinsia na ukeketaji. Kumuinua mwanamke kutoka katika umaskini ama kiwango cha chini na kumleta katika kiwango fulani cha kimaisha. Na huu mradi pia unawainua wanawake kwa kibiashara, kwamba tunawapa pia mikopo ambayo inaweza wanaifanyia kwa kuanzisha biashara tofauti tofauti. Wezeshwa na shirika la CODES imekuwa ni chachu au imekuwa na faida kubwa hasa kwa jamii yetu ya Monduli, kutokana na kwamba jamii yetu imekuwa inakabiliana
na matatizo mengi yanayosababishwa na mabadiliko ya tabia nchi. Kutokana na utafiti uliofanywa na wadau hao, wamesema zinahitajika jitihada za wadau kusaidia uendelevu wa maisha ya jamii za asili. Jamila Omar, Channel 10, Monduli. Familia ya Bi Evelyn Msuba mwenye umri wa miaka 75, mkazi wa manispaa ya Musoma mkoani Mara, wamemshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kupitia mkuu wa mkoa wa Mara kwa kutoa fedha kumwezekea nyumba yake, ikiwa ni miongoni mwa nyumba zilizokuwa zimezuliwa na upepo mkali. Machi 23 kuamkia Machi 24, 2025, hapa ni nyumbani kwa Bi Evelyn Msuba katika manispaa ya Musoma mkoani Mara. Miongoni mwa nyumba ambazo zilipata maafa makubwa baada ya mvua iliyonyesha ikiambatana na upepo mkali iliezua nyumba ya bibi huyu, na kisha mkuu wa mkoa wa Mara Kaneleva Simtambi wakati akipita kuangalia tathmini ya nyumba ambazo zimepata maafa alipita kwa bibi huyu kisha kutoa maelekezo kwa katibu tawala mkoa wa Mara kuhakikisha nyumba hii inaezekwa na kurejesha maisha ya kawaida ya bibi aliyoyazoea. Hatimaye furaha ya bibi huyu imerejea baada ya maagizo ya mkuu wa mkoa kukamilika. Mungu si wasumani baba, mtoto wa watu akanisaidia. Waendelee tu vizuri na kazi yao. Wamenisaidia. Nilikuwa nalala huko na mvua inaninyeshea. Sina mtoto, nani angenijengea? Si nilikuwa nimeisha. Bwana alikufa. Nakwambia niliingia nikafurahi. Roho ikatakata kabisa, nikasema kumbe kuzaa kuzuri. Na mimi angenipako mmoja hata kama huyu. Na asaidie wengine, si lazima nisaidie mimi, asaidie naye wengine kama huyu alivyonisaidia. Hapo off kwetu ilikuwa kwamba hapo yani tulikuwa hatuna hata uwezo wa kurejesha hii nyumba, ila tunamshukuru sana yeye kwa kuturejeshea hii nyumba. Ameweza kumsaidia bibi yangu kwa kiasi kikubwa. Bila yeye sisi tusingekuwa hapa sasa hivi. Sijui tungekuwa wapi mpaka sasa hivi. Baadhi ya majirani wakazi wa maeneo haya wanapongeza utu ulioonyeshwa na serikali ya mkoa kwa kumsaidia bibi huyu, huku akikumbusha serikali kukamilisha mapema tathmini waliofanya na kurejea kuwasaidia wakazi hawa. Na pia tunashukuru sana Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan kwa kutuona sisi kata Kitadi tulipata maafa kutusapoti. Ombi langu ni kwamba naomba utekelezaji ili waliofanya tathmini waje watekeleze, maana utekelezaji tunausubiri. Kama tathmini imeshafanyika basi waharakishe kuwaletea wananchi ili waweze kujikomboa. Wengine mpaka sasa hawana sehemu ya kulala na vyakula viliharibika. Ni siku takriban 5 hadi sasa toka nyumba kuezuliwa na upepo hapa katika manispaa ya Musoma mkoani Mara. Zipo jitihada za baadhi ya wananchi kuanza kurejesha nyumba zao, lakini bado wapo ambao wanahitaji msaada wa serikali kuhakikisha makazi yao yanarejea. Kutoka hapa katika manispaa ya Musoma hapa mkoani Mara, jina langu ni Musa Makari na hii ni Channel 10. Taasisi mbili zisizo za serikali hapa nchini, TK Movement na TEA Management, kwa kushirikiana na baadhi ya wadau wanatarajia kuzindua jukwaa la uchumi wa kijani katika mkoa wa Dar es Salaam litakalotambulika kwa jina la Ilala ya Kijani. Uzinduzi wa jukwaa hilo umepangwa kufanyika kupitia tamasha maalum litakalofanyika Aprili 12 na 13 mwezi wa 4 katika viwanja vya shule ya msingi Chanika vilivyopo kata ya Chanika wilaya ya Ilala mkoani Dar es Salaam. Waratibu na waandaaji wa jukwaa hilo kutoka TK Movement na TEA Management katika mkutano na waandishi wa habari wanaeleza msingi wa kuanzishwa Ilala ya Kijani. Lengo kubwa ni kulitambulisha na kuwaeleza juu ya uzinduzi wa jukwaa la uchumi wa kijani katika mkoa wa Dar es Salaam ambalo tumelipatia jina la Ilala ya Kijani, litakalofanyika tarehe 12 na tarehe 13 mwezi wa 4, yani Aprili 2025 katika viwanja vya shule ya msingi Chanika iliyopo wilaya ya Ilala. Taasisi ya wafanyabiashara mkoa wa Dar es Salaam JIBA imeandaa soko maalum kwa waumini wa dini ya Kiislamu ambao wanatekeleza ibada ya mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan pamoja na waumini wa dini ya Kikristo ambao wako kwenye kipindi cha Kwaresma ili kurahisisha manunuzi kuelekea sikukuu zao. Akizungumza kwenye mkutano na waandishi wa habari, mwenyekiti wa JIBA Dar es Salaam Limited Aljunaidi Hashim amesema huu ni msimu wa 4 wa soko hilo ambapo kwa awamu hii litadumu kwa siku moja kuanzia mchana wa Machi 29 kwenye ukumbi wa Diamond Jubilee. Ramadhani Souk tumebobeza kwa
kwa watu waje kwa ajili ya kununua vifaa vya Idi pamoja na ndugu zetu ambayo wako kwenye Kwaresma kuelekea kwenye Easter. Sana sana ni soko. Soko hili inatuhusu wote. Wana Dar es Salaam tunawakaribisha wote kuanza saa 8 mchana hadi saa 8 asubuhi alfajiri siku ya Jumamosi ambayo ni tarehe 29. Kwa upande wa makamu mwenyekiti wa Jiba, Elfam Aladini, amesisitiza kuwa soko hilo ni kwa ajili ya watu wote na sio waumini wa dini ya Kiislamu pekee. Kwenye soko hili ni soko pekee ya Kiislamu tu. Yaani hapo wote wanaweza wakaja wakajipatia, kama tunaelekea kwenye siku ya Eid al-Fitr. Lakini baada ya hapo kuna siku ya Easter. So mtu yote akiwa Muislamu akiwa Mkristo akija pale anaweza kujipatia bidhaa za sikukuu na yote. Tumesema kwenye mtandao wetu jiba.co.tz na Jiba Tanzania kwenye Instagram, wakikuwa wanatufollow watakuwa wanajua sisi mara kwa mara tunafanya nini. So tuna kama event amesema chairman wetu kwamba tunayo ya biashara ndogo ndogo. Mimi ni Juma Abdurrahmani na hii ni Channel 10. Waumini wa dini ya Kiislamu wametakiwa kuendelea kutenda mema na kutojihusisha na vitendo vyovyote vya kihalifu hata baada ya kumalizika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhan ili kulinda na kudumisha amani iliyopo hapa nchini. Wito huo umetolewa na viongozi wa dini ya Kiislamu wakati wa iftar iliyowakutanisha wananchi wa baadhi ya maeneo ya mji wa Handeni, na hapa viongozi hao wanasisitiza swala la kudumisha amani pamoja na maadili mema kwa vijana. Hatuwezi kukaa vizuri bila kuwa na amani. Watoto hatuwezi kufundisha maadili mazuri bila kuwa na amani. Nchi haiwezi kutulia bila kuwa na amani. Sehemu yoyote ambayo inawezekana kwamba itakuwa ina vurugu, maendeleo yanakuwa hakuna. Lakini hivyo vitu vinajengwa. Haviji tu hivi tu ghafla vinajengwa. Kuelimisha jamii kwamba mshikamano ni kitu cha msingi katika maisha. Pili, kuwajenga vijana wetu ambao umri wao ndio unaelekea katika harakati za kushika madaraka. Bila kuwajenga katika hofu ya Mungu, tutakuja kupata taifa ambalo halitakuwa na maadili mazuri. Wakati waumini wa dini ya Kiislamu wakiwa katika 10 la mwisho la funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, taasisi ya Sisi na Mama imetoa futari kwa kaya zaidi ya 200 za wakazi wa mji wa Handeni wakiwemo wenye mahitaji maalum. Mwezi mtukufu huu unatakiwa tutende mambo mema zaidi. Sasa na Sisi na Mama tumeona tuwatembelee ndugu zetu wa mama, wajane, walemavu, yatima, wazee, watu wenye uhitaji maalum. Hawa wote wanatugusa kama taasisi kwa sababu tunashughulika na matendo ya huruma kwa jamii. Lengo ya taasisi hii ya Sisi na Mama ni kuendelea kumuunga mkono Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo sisi kama wananchi ni lazima tuwaombee dua watu hawa. Lakini sisi kama wananchi ambao tumeguswa ni lazima tuendelee kuwaombea waendelee kudumu katika matendo yanayopendeza Mungu kama haya ambao wameyafanya. Kwa hiyo siku ya leo familia zetu hizi zimekwenda kunufaika na sadaka hii kubwa. Unavyoona hapa kuna mchele, kuna sukari, lakini kuna mafuta. Namshukuru Mungu amjalie huyu Samia Suluhu akiwa mama yetu mtetezi, mlezi wetu. Kwa kuombea dua Mungu akujalie siku ikifika kula ziwe nyingi. Mimi ikiwa mmoja wapo. Kumbe wanawake tunaweza. Alhamdulillah rabbil alamin, Mungu akujalie. Ya Rabbi, tuko hapa kwa heshima ya kuendelea kumuombea Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kutoka wilayani Handeni mkoani Tanga, mimi ni Ernest Mbez, Channel 10. Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMC kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam linaadhimisha siku ya kimataifa ya kuondoa taka katika viwanja vya Mnazi Mmoja vilivyopo jijini Dar es Salaam. Siku ya kimataifa ya kuondoa taka huadhimishwa Machi 30 kila mwaka, siku iliyoanzishwa rasmi na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mnamo Disemba 2022. Katika kuadhimisha siku hii, NEMC imejipanga kuelimisha umma, kuhimiza na kuhakikisha kuwa dhana ya kupunguza, kutumia tena na kurejeleza katika sekta zote za uzalishaji inatekelezwa kwa vitendo na matakwa ya sheria ya usimamizi wa mazingira katika sekta hii yanatekelezwa ipasavyo ili kuwa na mazingira safi, afya bora kwa jamii na matumizi endelevu ya rasilimali kwa ajili ya maendeleo ya taifa. Tunawakaribisha wananchi wote kuanzia siku ya Ijumaa tarehe 28 hadi tarehe 30.
Kutakuwa na maonyesho kwa siku 2 kabla ya maadhimisho. Kwa hiyo tarehe 28 na 29 na 30 tuna maonyesho pale Mnazi Mmoja, ila tarehe 30 ndo siku ya kilele. Kwa hiyo tunawakaribisha watu kufika kupata elimu na kutambua fursa zilizopo za uwekezaji katika eneo hili la taka, na ni taka za aina zote. Aidha, tarehe 30 ndo kilele cha maadhimisho ya siku hii ya kitaifa, na mgeni rasmi siku hiyo atakuwa waziri wetu wa nchi, ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira. Na sasa ni habari za michezo, ambako tunaelezwa katibu mkuu Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo na msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa amekabidhi eneo la mradi wa ujenzi wa uwanja wa mpira wa miguu wa Dodoma kwa kampuni ya Limonta Spa kutoka nchini Italia ambayo itajenga uwanja huo. Akizungumza wakati wa makubaliano hayo kwa kusaini mkataba na mwakilishi wa kampuni hiyo Angelo Redolfi katika kata ya Nzunguni jijini Dodoma, mahali ambapo uwanja huo unajengwa, Msigwa amesema kuwa uwanja huo utakabidhiwa kwa serikali baada ya miezi 24 na serikali itafuatilia mradi huo kwa karibu ili uwe wenye viwango na kukamilika kwa wakati kwa ajili ya kutumika kwenye mashindano ya AFCON 2027. Baada ya kusaini mkataba wa ujenzi wa uwanja wa Dodoma na kampuni ya Limonta SPA ya Italia, leo tumekuja hapa kwa ajili ya kukabidhi eneo la ujenzi, inaitwa site possession. Kwa tunawakabidhi Limonta SPA. Tegemea mradi huu utekelezwe kwa muda wa miezi 24 na utakabidhiwa kwetu baada ya kipindi hicho. Kwa hivyo leo, baada ya tukio kubwa la kusaini mkataba, leo ilikuwa ni siku ya kuja kuwakabidhi site, na tumewaelekeza kwamba serikali itafuatilia mradi huu kwa macho ya karibu kuhakikisha kwamba unatekelezwa kama ilivyopangwa. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anataka kuona Dodoma ina uwanja ambao serikali imeahidi. Serikali kupitia wizara ilisaini mkataba wa ujenzi wa kampuni ya Limonta Februari 13, 2025 jijini Dodoma, ambapo utagharimu kiasi cha shilingi bilioni 358 na utakuwa na uwezo kubeba watu 32,000 pindi utakapokamilika. Witness Matiku, Channel 10 Michezo. Mwisho wa taarifa yetu ya habari. Baada ya muda mfupi tutaangalia vichwa vya habari vilivyopekwa mbele katika magazeti yaliyotufikia hivi leo.